Wakati wa uchaguzi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Lissu akiwa miongoni mwa wagombea wa nafasi ya wenyekiti alitaja maeneo kadha wa kadha kwamba akipewa nafasi ya wenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo basi atahakikisha yanafanyiwa maboresho makubwa sana. Ni maeneo mengi sana ambayo aliyataja kufanyia maboresho endapo atapewa nafasi ya kuwa mwenyekiti. Sasa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesema mambo yote aliyoyaahidi wakati wa kampeni zake za kuwania wenyekiti wa chama hicho, ikiwamo swala la ruzuku na ukomo wa madaraka, yanatekelezeka. Akizungumzia utaratibu wa kugawanya mapato ya chama hicho ambao aliahidi kubadilisha wakati anaomba kura, Lissu alisema Baraza Kuu la Chadema litatengeneza mwongozo wa mgawanyo wa mapato hayo. Sijaahidi chochote ambacho hakitekelezeki. Suala la mgawanyo wa mapato linatekelezeka kabisa. Suala la ukomo wa madaraka linatekelezeka kabisa. Aliyasema hayo Tundu Lissu. Tunataka kwamba mwanachama anayelipa ile kadi ya platinum ya shilingi 200,000 kwa mfano ajue kwamba katika hiyo fedha kiasi fulani kitakwenda kwenye shughuli za makao makuu, kwenye shughuli za kanda, mkoa, wilaya, majimbo. Ijulikane kabisa. Ijulikane kama ambavyo zoezi hili la kuandikisha wanachama kidigitali ambavyo tumetengeneza utaratibu ambao mawakala ambao wanatafuta wanachama wapya katika shilingi 2,500 wanarudishiwa shilingi 500, alisema Tundu Lissu. Alisema Baraza Kuu litakapokutana watapeleka mapendekezo ya maeneo mengine mengi yatakayohitaji kufanyiwa marekebisho kwa kutengenezewa miongozo. Inabidi uelewe namna ya kufanya uamuzi kwenye chama kama Chadema. Kuna uamuzi ambao unahitaji utaratibu kama huo utengenezwe. Ni ama zitungwe kanuni mpya, itungwe miongozo mipya, au ya zamani ibadilishwe. Hii ni kazi inayofanywa na Baraza Kuu. Kama mapendekezo hayo yanahitaji mabadiliko ya katiba pamoja na ukomo wa madaraka, hiyo inahitaji mabadiliko ya katiba ya chama ambayo inabadilishwa na mkutano mkuu wa chama, aliyasema Tundu Lissu. Lissu alieleza Baraza Kuu la chama hicho huwa linakutana mara moja kwa mwaka na kwamba watakapoitisha kikao cha baraza hilo ndipo watakapopeleka mapendekezo kuhusu mgawanyo wa fedha za chama hicho. Kuhusu tone kwa tone, Lissu alisema wanaamini wakienda nayo vizuri itawakwamua na kuwafikisha mahali pazuri kwa ajili ya kusaidia kuendesha shughuli za chama hicho. Kwa ukarimu wa Watanzania itatusaidia. Nchi hii kwa kawaida utamaduni wa kuchangia shughuli za siasa huwa haupo. Wananchi huwa wanategemea kwamba wewe mwanasiasa unayetaka kuwa mbunge, wewe ndiye utupe fedha, kwa sababu ukishapata nafasi unakwenda kwenye utajirisho, halafu sisi unatuacha. Sasa sisi tunajaribu kuleta utamaduni mpya. Tunawaambia wananchi wetu kwamba sisi hatuna fedha za kuendesha shughuli za hiki chama. Hiki ni chama chenu ili tufanye kazi ambayo mnataka tuifanye. Kila siku tunahitaji fedha. Ni utamaduni mpya, lakini kwa hicho tu ambacho tumekiona kitatusaidia. Hayo yamezungumzwa na Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti mlazi. Hayo yamezungumzwa na Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wiki iliyopita chama hicho kilitangaza kuwa kupitia huo mkakati wake wa kukusanya fedha mpaka kufikia Machi mosi mwaka huu kilikuwa kimekusanya shilingi milioni 64 za Kitanzania. Chama hicho kiliahidi taarifa ya makusanyo ya fedha hizo zitakuwa zinatolewa kila baada ya siku 7 kupitia kamati ndogo ambayo imeteuliwa kwa ajili ya kazi hiyo.
Mambo ni moto kwelikweli. Maoni ya wadau yamekuwa ni mengi sana. Huyu anajiita LA Media anasema, mimi binafsi naamini Chadema tuna uwezo wa kuikamata nchi. Tunacholilia ni manyanyaso kuzidi. CCM inanyanyasa sana. Leo wa Tanzania hatunufaiki kwa chochote bali. Huyu ameandika mambo mengi sana. Na huku ambako ameandika mengi ni mazito zaidi. Huyu anajiita Ngeleja Lea anasema love you Tundu Lissu. Pasco Adam anasema kwa leo sina budi kumuunga mkono, kwani kabla kilikuwa chama cha mwenyekiti, hata hesabu hazieleweki, lakini kuna mtaji wangeupata kwa kujenga chama, wangeingia kwenye uchaguzi wapambana. Nina imani hata wabunge 40 wangepata, na wa viti maalum kama 20 wangekuwa kama wabunge 60. Hapo ruzuku ingekuwa kubwa, ikiongeza tone tone, mambo mazuri mpaka 2030. Maoni ndo kama hayo. Huyu Hele Mzigo anasema hapana. Gimongebaru Changagorio anasema muda wote huo uliopoteza ni kwa ajili ya kuandika huo upuuzi. Amka usingizini, umri umeenda, propaganda hazina nafasi tena. Watanzania hawa sio wale. Chazi Ngwengwe anasema watu bwana, hivi unaandika au mambo ni mengi. Tobiasi Masabile anasema we utakuwa fisadi uliyezoea kula pesa peke yako. Sasa Lissu hataki tena hayo, anataka kila mwanachama naye anufaike. We vipi? Jitambue basi. Gindara anasema ukweli na uwazi. Mambo ni moto kweli. Mwa wagombea wa nafasi ya wenyekiti alitaja maeneo kadha wa kadha kwamba akipewa nafasi ya wenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, basi atahakikisha yanafanyiwa maboresho makubwa sana. Ni maeneo mengi sana ambayo aliyataja kufanyia maboresho endapo atapewa nafasi ya kuwa mwenyekiti. Sasa ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesema mambo yote aliyoyaahidi wakati wa kampeni zake za kuwania wenyekiti wa chama hicho, ikiwamo swala la ruzuku na ukomo wa madaraka, yanatekelezeka. Akizungumzia utaratibu wa kugawanya mapato ya chama hicho ambao aliahidi kubadilisha wakati anaomba kura, Lissu alisema baraza kuu la Chadema litatengeneza mwongozo wa mgawanyo wa mapato hayo. Sijaahidi chochote ambacho hakitekelezeki. Suala la mgawanyo wa mapato linatekelezeka kabisa. Suala la ukomo wa madaraka linatekelezeka kabisa. Aliyasema hayo Tundu Lissu. Tunataka kwamba mwanachama anayelipa ile kadi ya platinum ya shilingi 200,000 kwa mfano ajue kwamba katika hiyo fedha kiasi fulani kitakwenda kwenye shughuli za makao makuu, kwenye shughuli za kanda, mkoa, wilaya, majimbo. Ijulikane kabisa. Ijulikane kama ambavyo zoezi hili la kuandikisha wanachama kidigitali